Depo ya armement inawaka moto. Depo ya armement ya Kimbembe inawaka moto. Ni problème mtu na charger ma carburant. En face, ile mwana ni mabombe na magrenade biko na ria, biko na exploser. Donc ni mpaniki mwa nguvu hapa. Naam, karibu sana mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu katika habari zetu za asubuhi ya leo tarehe 28 Novemba mwaka wa 2025. Habari ambazo zinakujia moja kwa moja kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, zikisomwa kwenye nami mtangazaji wenu Ramsey Ramadhani katika lugha tukufu la Kiswahili. Asubuhi ya leo mpendwa msikilizaji, tunayo mengi ya kuweza kukuripotia, kuna mengi ya kuweza kujuza kuhusiana na hali ya kiusalama mashariki mwa DRC, lakini pia sehemu mbalimbali. Hivyo ili uendelee kupata habari zetu za kila mara, kila wakati, na kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari hizi kwa walio wengi zaidi, ili naendelee kuzipata kama kawaida. Maana asubuhi ya leo tunayo mengi ambayo tutakuja kukujuza kutoka huko kwenye uwanja wa vita jimboni Kivu Kaskazini, lakini pia jimboni Kivu Kusini ambako hali si shwari asubuhi ya leo ya tarehe 28 Novemba mwaka wa 2025. Tajielekeza pia uko Lubumbashi ambako gala ya jeshi la taifa FARDC, gala ya risasi na bunduki ya jeshi la taifa FARDC imeripuka kwa moto usiojulikana umetoka wapi. Hivyo kuwa nami mwanzo mpaka tamati mpendwa msikilizaji, ili upate kuhabarika vya kutosha na habari zetu za asubuhi ya leo. Naam, bila shaka natumai kwamba utakuwa salama usalimini popote ambako unaendelea kutufuata vema kwa muda na saa kama hizi, na kufanya kitu kimoja, kusubscribe ili uwe kwanza kunapata habari zetu za kila saa na kila sekunde. Na sasa tufungue kurasa wetu wa habari na habari kutoka uko jimboni Kivu Kaskazini ambako mapigano makali yameripotiwa tangu asubuhi ya Alhamisi tarehe 27 Novemba mwaka wa 2025 katika eneo la Kibati lililopo katika groupmenti ya Luberika wilayani Walikale mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa vyanzo vya kiutawala na vile vya kiusalama, vinasema kwamba vikundi vya wazalendo walianzisha mashambulio dhidi ya ngome za wahasi wa AFC M23 wakitumia silaha nzito pamoja na silaha nyepesi. Mashuhuda wanasema kuwa milio ya mabomu na risasi imekuwa ikisikika kwa muda mrefu katika maeneo ya mapigano, na hali inaendelea kuwa tete na wasiwasi katika maeneo hayo. Taarifa kutoka kwa wakahaji wa maeneo hayo wanasema kwamba mapigano haya mapya yamesababisha kukatishwa kwa usafiri kati ya Kibua na Kashebere, hali inayofanya wananchi wengi kubaki manyumbani kwa hofu ya kukumbwa na makabiliano ambayo yanaendelea. Hii inakuwa ni mara ya 4 kwa wazalendo kujaribu kuvamia na kutoa udhibiti wa maeneo yanayoshikwa na wahasi katika maeneo ya Kibati katika jitihada za kuimarisha usalama na kusukuma wahasi hao nyuma zaidi. Hali kwa sasa inaendelea kuwa tete, huku idadi ya watu wanaokimbia makazi yao ikiongezeka na wasiwasi ikitanda kuhusu usalama wa wakaaji waliobaki katika vijiji jirani. Mamlaka za usalama bado hazijatoa taarifa rasmi kuhusu idadi ya majeruhi wala madhara yaliyosababishwa na mapigano hayo, lakini juhudi za kufuatilia mwendeleo wa hali ya usalama zinaendelea zaidi. Na tukisalia tu uko jimboni Kivu Kaskazini ni kwamba jeshi la taifa la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC limetekeleza shambulizi la anga kwa kutumia ndege yao ya kivita aina ya Sokoi dhidi ya ngome ya wahasi wa AFC M23. Mashambulizi haya yalitekelezwa Alhamisi tarehe 27 Novemba katika maeneo ya Kibati yaliyoko ndani ya eneo la Walikale pamoja na Kasopo katika eneo la Masisi, yote yakiwa katika mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa taarifa kutoka maeneo hayo zinasema kwamba mashambulizi haya ya anga yalianza majira ya saa 3 asubuhi kwa saa za eneo hilo, huku wakahaji walioko karibu na maeneo ya mapigano wameripoti kuona moshi mzito mweusi ukitoka katika kambi ya wahasi wa AFC M23 huko Kibati, ishara kuwa mashambulizi hayo yalilenga maeneo muhimu ya wahasi.
Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kuhusu idadi ya watu walioumia au kiwango cha uharibifu uliosababishwa na mashambulizi hayo ya anga. Hali inaendelea kuwa tete na vikosi vya FARDC vinaonekana kuimarisha shinikizo kulenga kuzoofisha uwezo wa waasi katika maeneo hayo mawili. Wakahaji wa vijiji jirani wanaripoti kuwa na hofu kubwa, huku baadhi yao wakikimbilia maeneo salama kutokana na milio ya mabomu na ndege za kivita zilizokuwa zikizunguka angani asubuhi ya siku ya jana tarehe 27 mwezi Novemba. Vyanzo vya usalama vinasema kuwa operesheni za jeshi bado zinaendelea na tathmini kamili ya matokeo ya mashambulizi hayo itafahamika pindi mazingira yatakaporuhusu kufika katika eneo la tukio. Mwenga. Kutokana na kusonga mbele kwa waasi wa AFC M23 mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususan katika eneo la Mwenga, kumewatia wasiwasi wapiganaji wa FARDC ambao wanasisitiza kuwa hawatokaa kimya na kuvumilia. Wanajeshi hao wameomba uongozi wao wa juu kutoa amri ya haraka ya kuchukua hatua za kijeshi ili kufungua barabara ya Kamanyola ambayo imekuwa ikifungwa kwa muda mrefu kutokana na uwepo wa shughuli za waasi katika eneo hilo. Kwa mujibu wa maafisa wa FARDC walioko kwenye mstari wa mbele, wanasema kwamba ni vema hatua za haraka za kijeshi zichukuliwe kwa ajili ya kudhibiti waasi wa M23 kusonga mbele mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hivyo wanaomba ngazi za juu kutizamia swala la cessez-le-feu ambalo waasi wanapata fursa hiyo kusonga mbele na kudhibiti maeneo mengi mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Huyu hapa ni mmoja kati ya afisa aliyoko kwenye mstari wa mbele akieleza hofu yake kuhusiana na kile ambacho kinaweza kikatokea. Nana zana plan yao. Motema na ngai esi bebi. Tolingi toyoka gouvernement na biso na 2 jours yo. Tokoki kondima te ata na États-Unis, ata na Grande-Bretagne, ata na Kosovo, ata na Chine. Au grand jamais mboka munene neti Congo bazo bundisa axe ya Mwenga biso tofandi kimia wa pe tozali même province. Quelle injustice! Injustice ni nul. Tokoki kondima biloko wana te. Porte-parole ya gouvernement ya FARDC soki vraiment alanda kaba voice na biso ale akena na radio lo bakete pas de cessez-le-feu. Aloba yango parce que tozanga ba telegram ndelo kezo bangisa bakonzi na biso lokola bango babundisi njela ya Mwenga biso tozo bundisa njela ya Kamanyola. Butu ya lelo ba dénoncer loko wana soki ba boye ko dénoncer loko wana tokomona ke gouvernement za na complice ya biloko tokomona ngo to lobby ba dénoncer yango. Nous sommes prêts pour combattre. Rwanda ko bangisa biso na charité, chare bundaka te. Soki chare bundaka, chare Amerique ezana ngo Russie ezana ngo mais si Ukraine. Soki pe ba bombe esilisa ka bato, tango elelaka ba missile zo kwa na Ukraine, mais le moto azali sur Ukraine te. Boni bolingo boy mabiso ba politique neti bana mikebo. Président de la République yeba nengo zaliona na kati ya pouvoir ezali pouvoir onzambe apanga ka depuis libuma mama na yeba ite bonjour okozala président na mboka oyo tozali prêt to lobby boye na 2 jours oyo bo dénoncer bitumba bo pesa ba soda ordre tozali prêt tozo zela bino soda nyonso ana pleine kobanda Uvira Mobimba ti pleine de Ruzizi tokoki kolinga te ke ba ninga na biso na Mwenga bazame na se biso tofanya na pleine tozotala balabala pe mungu na za liboso na biso Bukavu yango to mona ngo na miso boye mo mabiso neti bana mike tokoyi ba jekoke atako armée di sali yango di
Bino ne bolingo bimasiko ba mere bato ba yebi nzambe koleka M23 azo pilone tina bandako azo poudrier na bandako bozo kosa biso te tozo banga population Ukraine bazo bwakela ngo ba missile basi ba population na bango sesila mutazo danga ya paka wapi boko kosa biso te bo pesa biso ordre to bunda suka wapi. OK, ça va biso tozo loba kaka tokolemba te journée à lelo tosengi na bakonde bapesa biso go Uvira mobimba na plaine toboyi makamba kofanda lelo kulala na kati Uvira na plaine na minute oboye baninga na biso kuna na bakasika kuna bazade bandaki toboyi eloko na toboyi yango bopesa biso go toboyi bopesa biso go tokondima teke baninga kuna bazala de bandaki biso atofani tozelani biso toboyi bapesa biso go bopesa biso go biso tokenda soki tokomata kaziba to mata kaziba soki pe boboyi kete kamanyo eza kwanda totikela bango yango to mata kaziba biso nyonso bakonzi soki bazoyoka biso toboyi yango tosengi na bino bakonzi bopesa biso go toboyi bobenga baninga o baza na terrain na minute oyo makambo eza bien te tosengi bitumba bandeko na biso bazobunda biso tokofana ndenge ni tozali meme axe tozali meme axe ndenge monguna azokena akoya bimela biso briske biso toboyi bongo chef d'état major akita awa soki ya kokita te bokisa komanda zone awa na Uvira toboyi tolobi na 2 jours biso pifo tofungola nzela ya kasi bombe nzela ya Kamanyola 1.2 Luvungi. Kiongozi na msemaji wa kundi la kizalendo la IPSN Bwana Amuri Migombano Destin ametangaza hadharani kuwa kundi hilo litaendelea kusimama nyuma ya serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Amesema kuwa wanamuunga mkono kamanda wao Jogo na wapo tayari kushirikiana na mamlaka za nchi katika juhudi za kurejesha amani hasa katika maeneo ya Luvungi na vitongoji vyake. Bwana Migombano ameomba serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kuwapa msaada wa vifaa ili kuwawezesha kuanzisha operesheni zao kwa ubora zaidi. Aidha, kwa upande mwingine ameonyesha matumaini makubwa kuwa mazungumzo yanaendelea huko Doha yatatoa matokeo mazuri kwa mustakabali wa usalama mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mimi ni kijana mpambanaji Amuri Migombano Destin. Najulikana kama president wa mouvement IPSN ya kizalendo. IPSN ni Union des Patriotes pour un Congo nouveau. Un Congo nouveau, c'est-à-dire nchi nyipya ambayo hakutasemewa AFC M23, ambayo hakutasemewa kwamba bulongo umeenda kwa adui ama ku wajirani ambao wako na nia mbaya. Na tuko hapa Luvungi na waza tuko na kiongozi General Major Jogo ambaye ni commander force wa mouvement IPSN, na tumekuja kumtembelea kumuona na majeshi ambayo wako wengi sana na wote hawawezi wakaenea hapa, na kusema kwamba tuongee, tuchangie mawazo kujua nchi itatembea namna gani na tutapambana namna gani, tujikomporte namna gani muhali ya vita ambayo tuko pambana nayo. Cordo Migombano, vikao ambavyo vinafanyika huko Doha havihusishwi wazalendo. Je, na kila leo mnapigana huko kwenye milima. Je, hamoni kama gouvernement ya Kongo na waacha? No, gouvernement haijatuacha parce que walienda ma négociation na kusigner ma accord Doha même aux États-Unis avec Donald Trump. Na waza sisi wazalendo tuko na imani kwamba president de la République alitusensibiliser. Tulikuwa tunaitwa wa Mai Mai akatusensibiliser. Na tukikuwa tuko tunatembea vizuri, tusinyanyase raia, tusijikoseshe heshima, tusijishushie meme hali ya kuonesha kama tulishatoka mu objectif yenye tulikuwa nayo, tunaanza enda muhali ingine. Tukirespekte hizo maprincipe zote, hizo makondition zote, president na gouvernement watatukamata vizuri. Leo wako wanatutumia chakula, leo wanatutumia madawa, wanatutumia kila kitu. Imaginez-vous, est-ce que kweli mwenye anakupatia 1000 francs anakumbuka kama uko wako?
anaweza kukuacha kesho mubarabara. Na nawaza sisi kama wakadre politiki tujue kazi yetu ya kuprepare vikosi vyetu ili kwamba kesho hawa komanda brigade watoke kesho wa colonel, wa general major atoke general major kesho FRDC, na wengine wapate mapost ama wapate comment dirais magrade na mafonction ambazo zitakuwa nzuri kufuatana na kazi ambayo tulifanya tangu hii miaka yote na hii miezi 10 tangu mwezi wa pili mpaka leo. Tuko na imani kwa gouvernement kama haitatuachilia seule condition tu respecte kazi ambayo ilituma tunaitwa wazalendo. Tulete amani, tutie usalama, tutumikie raia vizuri, tutumikie nchi vizuri na adui tupambane naye. Labda kwa kumaliza, tulitaka tujue wazalendo wanaishi katika hali gani wakati unasema kwamba serikali inawapatia chakula, dawa, lakini wakati wengine wanapigana risasi kwa ajili ya chakula. Kupigana risasi kwa ajili ya chakula labda ni kutokujijua, ni kutokuelewa namna gani kutafuta kufikia ile chakula. Haiko kupiga risasi ndio utapata chakula. Leo angalia ambao walipigana masasi, walipata sasa hiyo chakula. Inakuwa ni kwenda kujikuta kwamba wamoja wamelumia, wengine walikufa, raia imepoteza, raia imelumia, na hiyo sio chakula. Kama ni chakula, tuangalie jinsi namna za kupitia purke tufikie ile chakula. Gouvernement haiwezi tuima, FRDC itatuima chakula, raia kiongozi amesema naishi kufatana na gisi anatumika na raia vizuri. Raia inatupatia chakula. Nani anatukulishia wasoda huko kote mnyanja za juu? Est-ce que c'est seulement le gouvernement? Hapana. Raia nayo inachangia. Mtu analeta kuku, mtu analeta unga, mtu analeta muhindi. Kiongozi ameisema hapa. Pudirike kama uko mwema, kiongozi ambaye anajijua na anajua kwamba majeshi iko nayo ni ya kutumikia nchi vizuri, kutumikia raia vizuri, hauwezi ukakosa chakula. Wale ambao wanaenda kupigana masasi kwa ajili ya chakula hawajui objective ambayo ilituma wanaitwa wazalendo. Na nawaza kwamba tukichunguza vizuri, wao sio wazalendo, ni wabandi. Na ndio maana tuko tunasema avec kiongozi na wengine wa viongozi, tuchunguze vizuri hao wanapiga masasi Uvira fazi zingine, tuwatafute tuwajue ni wazalendo wenzetu ama ni waraia ambao waliingia na nia mbaya ndani ya kizalendo. Na ndio maana tunasema tutafanya ile kazi. Kiongozi yuko hapa Luvungi, atafanya kama ni siku 2, anarudia kwenye nyanja za juu tena kufanya kazi toujours, parce que yeye anapambana kila siku na adui kama Ngoma Nzito, kama wa Queen Sierra, wa Zirambuma na wengine ambao wanapambana, wakina Amuri William ya Kutumba wanapambana naye kwa mwa hiyo makategori. Yeye hana muda ya kumaliza Uvira, hana muda ya kwenda kwa mahoteli, hana muda ya kwenda anatembelea magari za jeep za share. No. Raha yake ni kuona nyanja za juu kunarudia amani na usalama. Raha yake na sisi sote na majeshi ni kuona kwamba usalama unarudia na adui tumemfurusha nje. Tunatumika vizuri, na nawaza message for ya mwisho ni kusema tumuunge mkono General Major Jogo, tuunge mkono vikosi vya IPSN parce que vinaendelea kufanya kazi nzuri, hatujawezaga kufanya tarakaseri. Na kila mara nasemaga kwa radio na mamedia zingine kwamba IPSN iko na vikosi vizuri, vinafunzwa vizuri, discipline iko total, na kiongozi anaendelea kushauri. Tunasikia mashauri, tunasikia malalamiko ya watu na tunaangalia gisi kutafuta suluhisho. Na hiyo ni kazi kubwa sana ambayo tunaifanyia nchi yetu na raia, na ndio maana sisi hatusikii njaa. Lakini tunasema kwamba tunahitaji vitu vingi. Masasi kama gisi mkubwa amesema, bunduki kama gisi mkubwa anasema tuongezewe. Tuko na watu wengi vijana wanajarole mu movement ya IPSN, tadiri wanapaswa kuwa na bezo ya bunduki, risasi, wapigane na adui. Hatuna wakati ya kwenda kupoteza risasi mungini ama mmuji kama Uvira, bwana Mwari. Na sasa ujelekeze moja kwa moja uko Lubumbashi ambako moto mkubwa umezuka kwenye gala ya risasi na silaha ya jeshi la taifa FARDC katika eneo la Kimbembe mkoani Haut-Katanga kusini mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hadi sasa chanzo cha moto huo bado haijafahamika, huku maafisa wa usalama katika eneo hilo wanaendelea kutoa wito kwa raia kuwa makini na kuepuka maeneo hatarishi kumrazi ambako mabomu yanaendelea kurepuka. Jeshi la FARDC limeanza kuchunguza tukio hili na kufanya jitihada za kudhibiti moto, huku ikihakikisha usalama wa wananchi katika maeneo jirani. Les informations. Si tu go en direct mon groupe s'il en face na Kimbembe hapa. Dépôt ya armement inawaka moto. Dépôt armement ya Kimbembe
inawaka moto. Ni problème mtu na charger ma carburant. En face, ile mnaona ni mabombe na magrenade biko na ria, biko na exploser. Donc tout ni panique moi nguvu hapa. Tunafanya mbele kujidéplacer il faut sinon tako stiga rocket moi natoka moi na kupika muki. Na kwa mambo mengine. Donc c'est un peu ça. Ni mkimbembe mule mwana natoka ile. Tuko ndio yule ma citerne tuko na filmer. C'est un peu ça. Merci. Nous sommes sur Kimbembe, dépôt armement inalungula ya Kimbembe. Dépôt central ya maarme lourd inalungula. Kote ya Kimbembe, dépôt ya maarme yabo inalungula, bajue moto kule inatoka, banaona tu paka shimoko inawaka na moto inaanza kunani, banapima intervenir, mais ça n'a pas tenu. Jusque là ma intervention ingari naenda kule, mais atoiwa station bana maîtriser au nije, mais sauf que banasema que non hakuna moyen ya kumaîtriser. Ni mambo inafanyika leo jeudi plutôt mu masaa ya 16h, na hapa moto mashimoko bingari na lungula mule mu kaya yabo Kimbembe mule. Ndio message ile natuma ule bwana Sefase. Merci beaucoup baba. Na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, na hapo ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 28 mwezi Novemba mwaka wa 2025. Imesalia tu siku 2 pekee tuingie katika mwezi mpya, mwezi Disemba, ambao hakujajulikana utakuja na nini. Mpendwa msikilizaji, ikiwa ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia channel hii, na kusubscribe, kucomment, lakini pia kushare habari zetu kwa walio wengi zaidi, ili endelee kuzipata kama kawaida. Hii ni Amani TV Media na mimi ni mtangazaji wako Ramsehi Ramadhani. Kwenye comment usisahau kutuambia unatufuata kutoka nchi gani. Asante na uwe na siku njema. Bye bye.